Kusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina kuu lipitalo majina yote. Karibu kujifunza maneno uzima katika siku ya leo. Mavazi ya kikahaba ni mavazi aina gani? Mavazi ya kikahaba ni mavazi ya aina gani? Tunasoma katika Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 7 na ule mstari wa 7. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 7 na mstari wa 7. Tukianzia kusoma, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana, kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Huyu Sulemani ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki anasema kwamba aliona katikati ya wajinga, akamtambua miongoni mwa vijana, akamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, ambaye alikuwa anapita karibu na njia. Anasema ambaye alikuwa akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Lakini anasema tazama, mwanamke akamkuta huyo kijana. Huyu mwanamke anasema ana mavazi ya kikahaba, ana mavazi ya kikahaba. Huyu mwanamke amevaa mavazi ya kikahaba. Sasa leo tutajifunza, je, mavazi ya kikahaba ni mavazi ya aina gani? Je, mavazi ya kikahaba ni mavazi ya aina gani? Kwa sababu hapa Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa ana mavazi ya kikahaba. Tumezoea kusikia kwamba kuna mavazi ya kikahaba, mavazi ya kikahaba, mavazi ya kikahaba. Mavazi ya kikahaba ni mavazi ya aina gani? Mavazi ya kikahaba ni mavazi ambao wanavaliwa na makahaba. Makahaba ni watu ambao wanajiuza miili yao, wanajiuza miili yao kwa ajili ya kupata fedha. Makahaba ni watu ambao wanajiuza miili yao kwa ajili ya kupata fedha, wanajiuza miili yao, wanaenda kuzini na wanaume kwa ajili ya kupata fedha. Kwa hiyo wale makahaba huwa wanavaa mavazi ya aina fulani ambayo ya kupitia mavazi hayo wanafutia wateja wao, kupitia mavazi yao wanafutia wateja wao. Kwa hiyo ni mavazi ambayo yanatangaza biashara ya ukahaba. Kwa hiyo manake mwanamke huyu ambaye anafanya hiyo kazi ya kujiuza, manaka ana mavazi yake ambayo akipita tu, kupitia mavazi yale watu wanakuwa wanatambua huyu mtu anatangaza kitu fulani, anatangaza kitu fulani ambacho ni ukahaba, anatangaza ukahaba, anawavuta wanaume. Kwa hiyo mwanaume ambaye anamtazama, kimtamani, anaenda kulala naye, na huko ndo anapata fedha. Kwa hiyo makahaba ni wanawake ambao wanauza miili yao. Kwa hiyo sasa wale wanawake wana mavazi ambao wanavaa kwa ajili ya hiyo biashara, kwa ajili ya kuwavutia wateja wao, Kwa hiyo mara nyingi sana anakuwa ni mavazi ambayo yanaacha miili yao wazi, au yanaacha miili yao tupu. Mavazi ambayo yanaacha miili yao tupu. Kwa hiyo wanavaa mavazi ambayo yanaacha miili yao tupu. Huwezi kumkuta mtu ambaye anafanya biashara ya ukahaba alafu amejistiri mwili wake. Lazima atakuwa amevaa mavazi ambayo yanaacha mwili wake wazi. Kama sio amevaa mavazi ambalo linaacha sehemu ya mwili, au wakati mwingine wanatembea uchi kabisa, lakini mara nyingi wanakuwa wanavaa mavazi ambayo yanaacha baadhi ya sehemu zao wazi kabisa katika miili yao. Hao ni makahaba ambao wanajiuza. Sasa leo tutambue pia mavazi ya ukahaba ni mavazi ya aina gani? Mavazi ya kikahaba ni mavazi ya aina gani? Mavazi ya kikahaba sio yale tu ambayo anaacha nusu uchi, anaacha uchi nusu, bali ni mavazi ambayo yanaonyesha kuanzia juu mpaka chini. Na sio mwanamke tu, hata wanaume pia wanavaa mavazi ya kikahaba. Lakini leo tutaangalia mavazi haya ambao wanavaa hasa wanawake, ambao ni mavazi ya kikahaba. Ni mavazi ya kikahaba. Mavazi ya kikahaba haya ni mavazi kama nilivyosema, ni mavazi ambayo anaacha mwili wazi, mavazi ambayo yanaastiri mwili, mavazi ambayo yanaonesha baadhi ya sehemu katika mwili, anaonesha wazi, mavazi ambayo yanaacha baadhi ya sehemu katika mwili wazi. Kwa hiyo hayo ndio mavazi ya kikahaba ambayo makahaba wanavaa kwa sababu ya kutangaza biashara yao ya ukahaba. Wanavaa mavazi haya ya kutangaza biashara yao ya ukahaba. Kwa hiyo sasa inapokuja mtu mwingine anavaa mavazi yale ambao wanavaa makahaba, unapokuja unavaa hayo mavazi, hata kama ufanye biashara ya ukahaba, hata kama lengo lako sio kufanya biashara ya ukahaba, lakini unakuwa pia hauna tofauti na wale ambao wanavaa mavazi ya ukahaba.
unakuwa wewe pia nawe unakuwa ni kahaba kama wale ambao wanafanya kwa ajili ya kujiuza. Kwa hiyo unakuwa miongoni mwa makahaba. Kwa hiyo katika siku ya leo ninakuletea ujumbe huu ili uweze kutambua na kujua ukweli. Je, mavazi unayovaa, je, ni mavazi ambayo yanaendana na Kristo au ni mavazi ya ukahaba? Sababu kuna mavazi ya Ukristo na kuna mavazi ya kahaba. Kwa hiyo maana yake leo pia ni vizuri kapate kutambua, je, mavazi unayovaa, je, ni mavazi kweli ambao Ukristo? Je, ni mavazi ambayo yanapaswa Ukristo? Je, ni mavazi ambayo yanaendana na Ukristo au ni mavazi ya ukahaba? Yamkini unavaa mavazi ambayo kwako wewe unaona kwamba ni mavazi ambayo yanaendana na Ukristo, lakini katika siku ya leo nitaenda kuambia mavazi ambayo ni mavazi ya ukahaba, ili kama unavaa mavazi hayo ukaamue kuondoa kwa ajili ya usalama wako, kwa ajili ya usalama wa roho yako. Kwa sababu mavazi ya kikahaba, unavovaa yale mavazi ya kikahaba, hata kama una nia ya ukahaba, utakuwa kuna maroho ya ukahaba yanakufuatilia kupitia mavazi ya ukahaba ambao utakuwa umevaa. Utakuwa kuna maroho ambayo yanakufuatilia ukahaba, kuna maroho ambayo yanakufuatilia ukahaba. Lakini pia utakuwa unawakosesha wengine ambao unavopita unavaa mavazi ya kikahaba, mavazi yale ambaye makahaba wanavaa. Unavovaa hayo mavazi, wale wanawake makahaba wanavaa kwa ajili ya kuvutia wanaume huko nje. Lakini wewe pia unavovaa hayo mavazi na kutembea njiani, kuna wanaume ambao wanakuwa natamani na wewe, wanaume ambao wanakutazama wanatamani na wewe. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo sura 7 kwamba amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekushazini naye moyoni mwake. Kwa hiyo unakuwa mmoja wapo ambaye amewafanya wengine wazini. Kwa hiyo unakuwa miongoni mwa wasinzi. Kwa hiyo lakini katika siku ya leo mavazi haya ni vizuri upate kufahamu, kwa sababu Ibilisi katika nyakati za mwisho, shetani anachokifanya katika nyakati za mwisho ni kufunika ukweli, ni kujaribu kuwafanya watu waishi katika uongo, wale watu wakijua kwamba wanaishi katika ukweli lakini kumbe wanaishi katika uongo. Kwa hiyo kuna mavazi ambayo yamekuja katika kizazi hiki cha mwisho, na mavazi mengi ambayo yanabuniwa ambayo ni mitindo mingi sana. Haya mavazi yanaonekana ni mavazi ya kujistiri, lakini kumbe ni mavazi ambayo ni mavazi ya ukahaba, na Wakristo, wanawake wa Kristo wanavaa mavazi hayo. Lakini leo kama wewe ni mwanamke wa Kristo ambaye ameokoka kweli, ni vizuri ukapate kufahamu mavazi hayo, na kama unavaa mavazi hayo ukaachane nayo, ukachome moto kabisa, kwa sababu ni mavazi ya ukahaba, mavazi ya ukahaba. Kwa hiyo mitindo wa mavazi katika nyakati hizi za mwisho, Ibilisi amebuni mitindo mingi sana mavazi. Amebuni mitindo mingi sana mavazi, kiasi kwamba kuna mavazi ambayo yanaonekana ni mavazi ya kujistiri, kumbe ni mavazi ya ukahaba, ni mavazi ya ukahaba. Hivyo katika siku ya leo, mavazi ya ukahaba kama nilivyosema ni mavazi ambayo yanaacha mwili wako wazi. Kwa hiyo vazi lolote ambalo linaacha kuanzia kifua wazi, hilo ni vazi la ukahaba. Vazi ambalo linaacha tumbo wazi, hilo ni vazi la ukahaba. Vazi ambalo linaacha mgongo wazi, hilo ni vazi la ukahaba. Vazi ambalo linaacha mabega mpaka makwapa inaacha wazi, hilo ni vazi pia la ukahaba. Vazi ambalo linabana mwili wako na kuonesha maumbile yako, hilo pia ni vazi la ukahaba. Kwa mavazi ambaye yanabana mwili wako na kuonesha shepu yako, kuonesha maungo yako, hilo ni vazi la ukahaba. Hilo ni vazi la ukahaba. Lakini pia mavazi ambayo ya nusu uchi, vazi ambalo linaacha miguu yako wazi, mapaja yanaonekana wazi, hilo pia ni vazi la ukahaba. Mavazi ya nusu uchi ambao anajulikana pia kama vimini, pia hayo ni mavazi ya ukahaba. Kwa hiyo hayo ndio aina za mavazi ya ukahaba. Kwa hiyo pia kuna mitindo mingi za mavazi ambao zimebuniwa, ambao kuna mavazi ambao ni vazi refu, kama ni gauni, unakuta ni gauni refu lakini unakuta imepasuliwa, ina mipasuko chini, hilo pia ni vazi la ukahaba. Lakini mavazi mengine pia ambayo ni marefu lakini ni mavazi ambayo yana transparent mavazi. Kwa hiyo mavazi ya ukahaba ni mavazi ambayo yanaacha mwili wazi. Kwa hiyo ukiona kwamba una vazi ambalo unavaa ambalo linachora maungo yako, maumbile yako, ambapo ukipita njiani watu watakutazama na kukutamani, hilo ni vazi la ukahaba. Na kama wewe ni mwanamke wa Kristo, unapaswa kwenda kuchoma mavazi kama hayo. Vazi ambalo linaonesha kifua wazi, iwe ni mwanaume au mwanamke, hilo ni vazi la ukahaba, na Kristo hapaswi kuvaa mavazi kama hayo. Vazi ambalo linaacha mgongo wazi, hilo ni vazi la ukahaba. Mavazi kama hayo ni mavazi ambayo ni machukizo mbele za Mungu, kwa sababu ni mavazi ambao makahaba ndo wanavaa. Makahaba wanavaa mavazi hayo,
na Mkristo hapaswi kuvaa mavazi ya namna hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, leo katika siku ya leo ujue ukweli ili uweze kupona. Kwa hiyo amua leo kwenda kubadilika na kuachana na mavazi ya ukahaba. Nenda kaondoe mavazi ya ukahaba, nenda kaachome moto kabisa mavazi hayo ambayo yanamchukiza Mungu. Mavazi ambayo ni mavazi ya ukahaba ambayo yanavaliwa na makahaba. Lakini pia suruali pia kwa mwanamke ni vazi la ukahaba. Suruali pia kwa mwanamke ni vazi la ukahaba. Ni vazi la ukahaba. Kwa sababu unapovaa suruali mwanamke, maana yake unaonesha maumbile yako, unaonesha shepu yako. Watu wakipita, wanaume wakikuona, wakikutazama, wanazini na wewe. Kwa hiyo unapovaa suruali mwanamke, fahamu kwamba suruali ni vazi la ukahaba. Unavaa mavazi ya ukahaba ambayo makahaba ndio wanapaswa wavae mavazi kama hayo. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9, hivyo na wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo wanawake, mavazi ya wanawake ni mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo unavyosikia neno kujistiri, maana yake ni kufunika mwili, mavazi ambayo yanafunika mwili. Sasa jiulize, suruali unavyovaa, linafunika uchi wako, linafunika maumbile yako? Alionyeshi maumbile yako? Maumbile yako ni sawa na vile ambavyo unavaa gauni ambalo linakubana au unavaa nguo nyingine ambayo inakubana. Ni sawa pia na unapovaa suruali. Unapovaa suruali hauna tofauti na mtu ambaye amevaa gauni ambalo linambana. Ni mavazi ya ukahaba. Kwa hiyo kama mwanamke Mkristo unahitaji kuurithi ufalme wa Mungu, hebu nenda kaamue kuchoma mavazi ya ukahaba. Nenda kaamue kuchoma mavazi ya ukahaba. Amua kabisa kuchoma mavazi ya ukahaba, wala usijihurumie. Biblia inatuambia kwamba tusifuatishe namna dunia hii. Kwa hiyo mitindo, fashion za kidunia, fashion za kiulimwengu, nenda kaamue kateketeze moto, kaondoe moto hayo mavazi ya ukahaba. Na nenda katafuti, kama ni mwanamke, tafuta magauni marefu na sketi ndefu ambayo inafunika kuanzia juu mpaka. Vaa mavazi ya kujistiri, kwa sababu ndivyo wanawake wa Kristo wanaokiri uchaji wa Mungu walivyokuwa wakivaa kwa adabu na heshima. Kwa hiyo wewe mwanamke pia nakusihi uweze kuelewa maneno haya ya kwamba ni maneno ambayo ni maneno ya Mungu, upate kuyatendea kazi. Hebu amua leo kwenda kubadilika. Usiwe tu unasikia maneno haya, nenda kabadilike, nenda kaamue kachome mavazi yote ya ukahaba. Kwa sababu ukiendelea kuvaa mavazi hayo uta katika utumwa wa sinzi, azini na wanaume ambao wanakutamani. Na Biblia inasema kwamba wasinzi hawataurithi ufalme wa Mungu. Neema ya Mungu ikakusaidie ili uweze kufanya mabadiliko kupitia neno hili ambalo umesikia katika siku ya leo. Shalom.